Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Jina langu ni Ali Manzu. Rais wa shirikisho la kandanda nchini Sam Nyamweya amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uongozi wa shirikisho hilo ambalo amekuwa akiliongoza. Nyamweya ametoa tangazo la kujiondoa mbele ya wajumbe ambao wanahusika kwenye uchaguzi wa viongozi wapya wa FKF. Hatua ya Nyamweya imewaacha washindani wawili ambao ni mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier na mwenyekiti wa Kariobangi Sharks Nick Mwendwa. Shughuli za uchaguzi zingali zikiendelea hivi sasa katika uwanja wa michezo wa Kasarani, na hivi sasa basi kwa njia moja kwa moja tunaungana na mwanahabari mwenzangu wa michezo ambaye ni Hassan Juma kupata mengi zaidi. Juma, labda kutuarifu tu hivi sasa shughuli yenyewe inaendelea vipi, alafu pia tunataka kujua kwanza Nyamweya kwenye kinyang'anyiro hicho kimepokelewa vipi na baadhi ya wajumbe hapo. Shughuli pevu ya uchaguzi ambayo ilianza mapema hii leo basi imefika tamati yake, na tunachosubiri sasa pengine ni kura kuhesabiwa, kujua mbivu na mbichi. Manake kama ulivyosema hapo awali kwamba mwenyekiti anayeondoka Sam Kengu Nyamweya alingatuka, akasema kwamba kidogo inaonekana kulikuwa na shinikizo kutoka kwa pengine familia na shinikizo pia kutoka sehemu mbalimbali ambazo zilimfanya pengine amue kwamba asiwanie ama asitetee kiti chake cha urais wa shirikisho la soka hapa nchini. Lakini kama ninavyokuambia kwa sasa jinsi mambo yalivyo ni kwamba nikana kwamba ni vita ama ni mbio hizi ni za farasi wawili. Ambrose Rachier ambaye ni mwenyekiti ule wa klabu ya Gor Mahia na pia mwenyekiti wa ligi kuu ya humu nchini, na Nick Mwendwa ambaye ni mwenyekiti wa Kariobangi Sharks. Samaina pia yupo, manake anawania pia kiti hiki cha mwenyekiti. Lakini wajua tena katika ushindani ama katika mbio kama hizi bila shaka kuna farasi, kuna punda, kuna vihongwe. Kwa hivyo Manzu ni kwamba hadi mambo yalivyo hadi sasa ni kwamba ni mbio za farasi wawili, Nick Mwendwa na Ambrose Rachier. Kuna utulivu, usalama umetiliwa pondo katika ukumbi huu wa Moi Sports Center Kasarani. Wajumbe 77 washapiga kura. Tunachosubiria sasa Alimanzu ni kuhesabiwa kwa debe hizo ambazo ni takriban kama ngapi, kama 8 hivi. Tujue mbivu na mbichi, tujue je ni nani ambaye atawakilisha Kenya katika uchaguzi mkuu ule wa shirikisho la soka duniani FIFA. Je, ni Nick Mwendwa ama ni Ambrose Rachier? Asante sana Hassan Juma, tutazidi kuwasiliana nawe ili tupate taarifa zaidi kuanzia mwendo wa saa 11 pale kwenye kile kipindi cha Zilzala Viwanjani. Tukiendelea na taarifa zaidi mtazamaji, ni kwamba maafisa wawili wanaotuhumiwa kumpiga risasi na kumuua msichana wa umri wa miaka 18 tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 2014 kwa jina la Kwekwe Mwandaza hatimaye wamehukumiwa kifungo kwa kosa la mauaji na mahakama kuu ya Mombasa. Alikuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi eneo la Kinango Veronica Gitahi na mwenzake Isa Juma sasa wametiwa rumande kungojea tamko la siku ya Ijumaa kuhusiana na kipindi watakachohudumu wakiwa korokoroni. Jaji wa mahakama kuu Martin Muya alisitisha bondi ya wawili hao ambao sasa watakuwa rumande katika kituo cha bandari ya Mombasa wakisubiri hukumu hiyo. Ilikuwa ni siku ya majonzi kwa mamake Kwekwe aliyeungana na baadhi ya familia yake kusikiza mkondo wa kesi hiyo unavyochukua. Wanaharakati wanashinikiza kutolewa kwa adhabu kali kwa maafisa hao ili kupunguza visa vya polisi kuua watu kiholela. Kwekwe aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani na kifuani wakati ambapo maafisa wa polisi walikuwa wakimtafuta mshukiwa wa mauaji. Now, this is a clear evidence. Almost all the killings here in Mombasa and elsewhere, police are not properly investigated. They kill innocent people. And when we try to raise our voices, we've been accused sometimes of being sympathizers of terror groups. Nashukuru sana kwa sababu haki imetendeka, na kwa sababu wale tumeumia sana. Tulikuwa mtoto mdogo na alikuwa kwa hiyo mama ndiye alikuwa mtoto wake pekee. Mama Kwekwe amekuwa na huzuni hiyo kwa hiyo kipindi chote. Sidhani kama itamtoka.
Mwenyekiti wa tume ya huduma kwa polisi Johnston Kavuludi amejitokeza kupuuzilia mbali madai kwamba kamati yake inayochunguza maafisa wa polisi imekuwa ikipokea rushwa ili kuondolea lawama baadhi ya maafisa husika. Badala yake, Kavuludi amefichua kwamba barua hiyo ya mtoboa siri kwa kitengo cha IPOA ni vitisho dhidi ya maisha yake. Nakala ya barua hiyo inasema atapigwa risasi iwapo hatopunguza kasi ya uchunguzi wake. Tayari maafisa 1400 wamechunguzwa huku 63 wakisemekana waondolewe. Sasa zamu ya maafisa wa trafiki imewadia na Kavuludi anakisia labda baadhi yao wanahofia kuchunguzwa. I have not been given an official copy by the people complaining, but through the generosity of the Inspector General, he has given me a copy of what he received. And I'm surprised that you did not want to quote the real thrust of the communication, which is in an anonymous letter. It says this. This is the reason for writing. And I know you have copies. We write, first of all, it says that we, the police officers, in solidarity with our colleagues who have been unfairly removed from the service through the so-called vetting by the Kavuludi, I think they meant Kavuludi, write to appeal to Your Excellency for your early intervention before we take the law into our own hands. Have been thinking of pushing a bullet into his dirty mind, but we want to give Your Excellency a chance to address our concerns. Kwingineko, mtazamaji, waziri wa ndani Joseph Nkaiseri ametoa makataa ya wiki moja kwa wezi wa mifugo warudishe mifugo wote ambayo ilikuwa imeibiwa. Vile vile waziri Nkaiseri amewataka viongozi kuita mikutano na kuhubiri amani, hususan katika sehemu ya Samburu. Mikutano na Nkaiseri alikuwa anazungumza baada ya kuongoza mikutano ya siku 2 na viongozi wa kaunti ya Samburu na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu usalama Asman Kamama. Nkaiseri amesema kuwa walikuwa wakisaka suluhu ya kudumu kuhusiana na vita vilivyo katika kaunti ndogo ya Samburu Kaskazini. That all elected leaders to hold barazas and meeting in Samburu County, especially in Samburu North, to sensitize the people on the resolution agreed on. These meetings will be coordinated by the governor. That the regional coordinator is directed to hold barazas and meet all administrative officers, security committees, and KPR within 1 week from today. That the 12 camel and other livestock stolen be returned within 1 week. And we want this resolution to be the basis for a lasting peace and security in Samburu County, and in particular Samburu North. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio natamatisha taarifa za mbiu ya KTN. Kwenye muda usiokuwa mrefu nitarudi na taarifa za leo mashinani kupitia KTN News. Hadi wakati mwingine, kwa heri.